Karibuni tena. Hii ni sehemu ya pili ya kuzeeka kuna funzo gani? Nilikuwa nimefika mahali nilikuwa nasema ukizeeka unaacha kuwa na ubinafsi mwingi. Ukiwa kijana, ile roho ya kushare inakuanga ngumu sana. Unataka tu ujiwekee tu wewe ndio uwe mbele kushinda wale wengine. Lakini unapozeeka unakuwa kimawazo, kimaarifa na hata mtazamo wako unakuwa mkubwa zaidi. Kwa mfano unaweza enda kwenyu kijijini, ukakuta babu kuna baiskeli anakuanga nayo. Kila saa asubuhi hata kama haiendi mahali popote, lazima itoe nje, aipanguze vumbi, aiweke grisi kama inahitaji grisi, ikae hapo mchana wote yote juu hata kama haiendi mahali, kisha airudishe ndani. Yaani kile ni kitu chake cha thamani sana. Lakini cha kushangaza, hebu mwendee huyo babu, mwambie babu, unaweza hata siku nzima, unaweza kunipea hii baiskeli? Babu atatazama alafu atakwambia, unataka tu baiskeli? Itakusaidia kufanya nini na nini? Utamuelezea labda, nitaitumia kwenda shuleni sitachelewa, kwenda kazini sitachelewa, itakuwa inanisaidia sana. Basi babu hatakuwa na ule ungumu. Lakini kama angekuwa kijana hangekubali kabisa. Hatakuwa na ule ungumu, atakwambia, mwanangu chukua baiskeli. Lakini kitu kimoja tu ninakuomba. Hii baiskeli huwa inanisaidia sana. Sichelewi na kusoma gazeti. Gazeti yangu ikifika saa 1, nishapanda kwa baiskeli yangu naenda pale katika maduka ya kijiji, nachukua gazeti langu narudi nyumbani. Hakikisha sitachelewa na gazeti. Ama hakikisha sitawahi kosa tumbako. Na anakupea ile baiskeli ni kama hata si kitu kikubwa, anakupea tu. So katika uzeeni pia inakuonyesha ile kuwa na ile utu, kutokushikilia tu vitu sana hutaki kusaidia, huoni hiyo kitu itasaidia mwenzako aje, unashikilia tu. Kwa mtu mzee anakupea tu kwa sababu ametabasamu akaona hii kitu itasaidia maisha ajiinue mahali fulani. So anakuachilia tu unaenda nayo. So kimaisha tusiwe tunashikilia vitu ni kama hiyo kitu uko nacho na ukitumii kwa wakati huo, patia mwingine mwenye anakihitaji kimsaidie. Furaha iko katika vitu vidogo. Kuna wakati tunafikiri furaha itakuja baada ya kupata kitu kikubwa. La hasha. Furaha pia unaweza pata kupitia kitu kidogo. Umepanda mboga hapo nje, umemwagia maji, mara si mara zile mboga zimenawiri. Hiyo ni kitu inakupa furaha ama si inakupa furaha? Kwa sababu unaona matunda ya kazi yako. Lakini maisha yanapita na tunagundua kwamba furaha inaweza kuwa katika mambo madogo sana. Kupata kikombe cha chai kinakupa furaha. Kicheko cha mtoto mdogo umezaa juzi anacheka, ako na furaha, pia inakupa tabasamu. Familia iko salama, inakupa tabasamu. Kukula chakula pamoja kama familia inakupa tabasamu. Kutembea nje kuona mazingira mazuri pia inakupa tabasamu. Kama vile mbuga za wanyama, kwenda kuogelea baharini, inakupa tabasamu. Kuwa na siku yenye amani pia inakupa nini? Furaha. Hizo ni furaha, ni kitu kidogo lakini inakupa furaha. Si lazima ukuwe na kitu kubwa ndiposa ukuwe na furaha. Haya yanawezekana kuonekana madogo lakini yana thamani kubwa.
Usisubiri furaha kubwa ndipo udhamini furaha ndogo. Pia tunahitaji Mungu katika safari ya maisha yetu. Kadri mtu anavyopitia maisha anaweza kuelewa kwamba kuna mambo mengi ambayo hatuwezi kuyadhibiti. Kweli kabisa, kuna mambo mengi ambayo hatuwezi kuyadhibiti bila Mungu. Kulea hao watoto inahitaji unaombea kila siku. Maombi yako na Mungu pia anakusaidia kudhibiti mengine ambayo hauyaoni. Ndiposa Mungu ni wa maana sana. Usisahau kumwomba Mungu, kumpatia familia, kumpatia kazi zako. Unataka kazi. Hayo yote Mungu atakusaidia. Tunafanya mipango lakini maisha yanaweza kubadilika ghafla. Maisha unaweza panga mambo mengi, nitanunua gari, nitafanya hii, na unasave zile pesa kweli, ama hii nitaweka ilipie mtoto school fees, lakini katikati hapo mambo yanaingia na inakubidi ubadilishe ile mpango, ndiposa uweze kumsaidia ule mtoto. So, katika uzee hiyo safari ya uzee tumejifunza kukuwa tayari katika lolote lile. Kukuwa tayari katika lolote lile bila mshtuko. Tunafanya kazi kwa bidii lakini hatuwezi kujua kesho itakuwaje. Unafanya kazi lakini hujui kesho itakuwaje. So unakuwa tayari katika, na hiyo ni kumaanisha unajipanga kwa ajili ya kesho. Unaweza kuwa umepanga hili leo linabadilika. So lazima hata likibadilika kuwa tayari bado na jambo lingine ambalo litakusaidia kesho. Hapo ndipo imani inakuwa muhimu. Imani yako lazima ikuwe muhimu kila saa, kila dakika. Kumtegemea Mungu hakumaanishi kwamba tukae bila kufanya chochote. Mungu hataki mtu mvivu. Unamtegemea yes, lakini pia yeye hataki mtu mvivu. Anataka mtu mwenye anajishughulisha. Uko na hiyo imani, unamtumainia, uko na imani na Mungu, lakini pia ujishughulishe. Ndiposa Mungu pia naye akuone na akubariki kutokana na imani yako. Tunaomba, tunafanya kazi, tunapanga, tunavumilia na tunamwachia Mungu yale ambayo yote yako nje ya uwezo wetu. Fanya yale unaweza, yale huwezi, achia Mungu. Yale unajua kabisa haya nitaweza, hayo fanya. Yale huwezi, tunaambiwa tuachie Mungu. Pia katika hii safari ya kutoka ujana na kuzeeka nilijifunza ya kwamba hujachelewa kujifunza. Kuzeeka hakumaanishi kwamba maisha yamefika mwisho wa kujifunza. Unaweza kujifunza kitu kipya katika uzeeni. Kama saa hizi dunia inaenda kasi sana. Dunia inaenda kasi sana. Sasa kama wakati huo kama saa hizi unaona kumekuja hata gari wanasema zinatumia energy ya stima. Wakati ule tukiwa kijana hatukujua kunaweza kuja gari kama hizo. Na hata gari zenye zilikuwa manual, lakini saa hizi kuna automatic. Sasa tena wameleta yenye inatumia nguvu za umeme. So unajua mambo yanaenda yakifanya nini? Yakibadilisha. Na mambo yenye yanaenda yakibadilika pia wewe unafaa ubadilike nayo. Ubadilike na mambo na nyakati zake. Kama wewe ni mzee usiseme mimi nilishasoma nitamaliza. Itakubidi urudi darasani kwa sababu dunia imebadilika na inaenda kasi. Rudi shuleni ujifunze pia teknolojia. Ujifunze hobby mpya, unaweza kujifunza kutumia teknolojia, unaweza kuanza biashara ndogo, unaweza kuanza kuzungumza na watu kwa ujasiri zaidi.
Katika uzeeni wako pia unaweza saidia watu na ile hekima uko nayo. You can be a social worker. Unatembelea wale wamefiliwa, unatembelea wale wagonjwa wako hospitalini, unawatia moyo, wale hawana chakula, wale tunawaitanga the widowers and the widows. Unaenda unawapa ushauri kwa ile hekima uko nayo katika uzeeni wako. Usiseme ati mimi nimezeeka. Katika huo uzee ndio maana tunasikianga Waswahili husema penye wazee hapaharibiki neno. Kumaanisha mzee ako na hekima. So hiyo hekima yako usiseme umezeeka, wataniona mimi sijui chochote. Hiyo hekima yako inahitajika. Kuna mahali itasaidia. Mwili unaweza kubadilika kadri ya miaka inavyopita, lakini akili bado inaweza kuendelea kujifunza. Tudhamini tulipo sasa. Wakati mwingine tunatumia muda mwingi kutamani maisha ya zamani. Tunatamani turudi tulipokuwa vijana, tunatamani watoto wetu warudi kuwa wadogo, tunatamani mambo fulani yangefanyika tofauti. Sasa ukiwa na mawazo ya aina hiyo na sasa umri wako unasonga, unarudi nyuma. Unafaa uzidi kuangalia mbele. Hayo yalipita. Ni kama venye nilianza hapo mwanzo na kusema, muda ukipita haurudi tena. Kwa hivyo kama hayo mambo haukuyafanya, usitamani tena kuyafanya ukiwa kijana au ukiwa mzee. Usitamani kurudi kijana na wewe sasa umekuwa nini? Mzee. Penda uzee wako. Hayo yenye hukufanya ukiwa ujana, yasahau na upende uzee wako. Labda kama nyakati hizo kulikuwanga na zile zilikuwa zinaitwa disco. Ati sasa uko mzee unatamani mambo hayo. Yashapita, hayarudi tena. Penda uzee wako na mahali ulipo sasa. Lakini ukweli ni kwamba maisha yanaendelea mbele, hayarudi nyuma. Huwezi kurudi jana. Tunazoweza kufanya ni kudhamini ya leo. Kama una nguvu ya leo, tumia vizuri. Kama una nafasi ya kufanya jambo jema, ufanye. Kwa sababu siku hii tunayoita leo, kesho itakuwa kumbukumbu. Past tense. Past tense. Ishapita hiyo, hairudi tena. Sasa katika hii hadithi yangu, uzee unatufunza kitu gani? Kuzeeka si lazima kuwa jambo la kuogopa. Ni safari ambayo inatupa nafasi ya kuona mambo kwa mtazamo tofauti. Tunajifunza kwamba muda ni wa thamani, tunajifunza kudhamini afya, tunajifunza kwamba familia ni muhimu, tunajifunza kusamehe, tunajifunza kutojilinganisha na wengine, tunajifunza kwamba kushindwa si mwisho, tunajifunza kudhamini mambo madogo ambayo zamani tuliyachukulia kawaida. Uzee ni safari na uzee ni mwalimu pia. Na labda somo kubwa kuliko yote ni hili. Maisha si kuhusu kuwa na kila kitu. Maisha ni kuhusu kudhamini kile tulicho nacho, kuwapenda watu wetu, kufanya mema, kujifunza kutokana na makosa na kuishi kila siku kwa shukrani. Kwa hiyo, kama wewe ni kijana, usisubiri uzeeke ndipo ujifunze haya. Jifunze sasa. Usifike katika uzeeni utamani tena kurudi kijana. Jifunze sasa ukiwa kijana.
Ndiposa ukifika uzeeni, utafurahia uzeeni wako bila kuwa na zile regrets. Ningerudi kijana ningefanya hii. Ushakuwa mzee na muda ushapita. Furahia umri wako. Na kama tayari umefikia umri wa kukua, usifikiri umechelewa. Bado una siku ya leo. Bado unaweza kupenda. Bado unaweza kujifunza. Kama vile nimesema, dunia saa hii inaenda kasi. Na venye inaenda kasi pia wewe jifunze nayo. Kama wewe ni mzee, jifunze teknolojia. Kwa mfano sasa hizi kumekuja zile mambo pesa inaingia katika simu. Bila wewe kujua hiyo pesa utaitoa kivipi, utaambia mtu akusaidie kutoa, labda atakudanganya. Labda umewekewa 10,000, atakwambia uliwekewa tu 7. Sasa wewe utakaa tu ukijua uliwekewa nini? 7. So ni vizuri kujua mambo hayo. Ndio hiyo tunaambiwa tujifunze teknolojia. Ati hata ukiwekewa pesa kama hizo, utaenda mwenyewe ujitolee bila kuambia mtu nisaidie, nifinye hapa panafinywa wapi. Unajisaidia wewe mwenyewe. Bado unaweza kuanza jambo jipya. Bado unaweza kuwa baraka kwa mtu mwingine. Kuzeeka si mwisho wa maisha, ni ukurasa mwingine wa safari wenye hekima. Kumbukumbu na mafunzo ambayo miaka pekee ndiyo inaweza kutupa. Kweli kabisa. Unasikia mzee akiwa amekaa chini, kuna jambo anaona. Wewe kijana hata ukiwa umesimama, hata upande ghorofa, hautaliona. Lakini mzee amekalia chini na ile stulu. Unajua ile stulu ya miguu 3? Amekalia tu, lakini yeye anaona mbali kwa hekima yake na kumbukumbu ya miaka yake. Asante sana kuwa nami na kunisikiliza siku ya leo. Tusichukie uzee. Uzee ni baraka. Uzee ni baraka. Uzee ni baraka na una hekima yake. Na ukiwa huwa na huo uzee, kuna mahali unasaidia. Na usitamani kurudi kijana ama kufanya mambo yale ulitamani kufanya ukiwa kijana na sasa uko uzeeni, uanze kuyafanya. Yengine yatakuwa ni aibu. Furahia umri uliokuwa uko nao na pia wakati ambao uko sasa. Kama umezeeka uko sasa, furahia hiyo. Penda miaka yako, penda uzee wako, kwa sababu kufika hapo pia ni baraka kutoka kwa Mungu. Ama tusemeje? Kama vile nilianza mwanzo, kuna wenye mlizaliwa nao, mlisoma nao, mlifanya nao mambo mengi, lakini sasa hawapo. Na wewe Mungu amekuweka hadi sasa. Si hiyo ni baraka? Na unafaa kufurahia, si kulaumu wala kulalamika. Sasa marafiki zangu, nasema asante sana kwa kuwa nami kwenye video hii. Na kama umejifunza jambo lolote, niandikie kwenye maoni. Ni somo gani kubwa ambalo kuzeeka kumekufundisha wewe? Ni jambo gani kama wewe umezeeka kama mimi hivi? Ni jambo gani kutoka ujanani hadi sasa umekuwa mzee imekufunza? Naomba uniandikie hapo chini kwa comment. Na naomba pia msisahau kulike, kukomenti, kushare na kusubscribe. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki sana sana sana. Channel yangu inaitwa Simple Life with Jenny. Bye.